Zaburi 139 mstari wa 14. Karibuni tusome wote. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Amen. Tukae. Bwana Yesu asifiwe. Leo kama tulivyokwisha kusikia, ni kilele cha maombi ya dunia nzima, na ibada hiyo tunaongozwa na wamama, na kichwa tulichopewa au wazo kuu linasema nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Ninatamani tutafakari kwa dakika angalau moja kwa jinsi ambavyo Mungu aliniumba mimi na wewe kwa jinsi ya ajabu. Nikawa najaribu kutafakari, kuna wanyama wengi wazuri, na nikakumbuka kuna mnyama ambaye anaitwa twiga. Ni mzuri, tunalijua hilo, na anatembea kwa madaa. Lakini mimi na wewe tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu, kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ina maana tuna uzuri kuliko twiga. Hebu jaribu kutafakari jinsi ambavyo una upekee kuliko kitu kingine. Tutafakari kwa pamoja. Amina. Tunapotafakari uumbaji wa Mungu, tunakumbushwa kwamba tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ninaomba tusome Mwanzo 1:26a. Mwanzo 1:26a. Neno la Mungu linasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Haya tunaamini ya kwamba Mungu alisema baada ya kuumba vitu vingine vyote, lakini akaona iko sababu ya kumuumba mtu ambaye ni mimi na wewe. Kwa hiyo akakaa akaniumba mimi na wewe kwa sura na kwa mfano wake. Mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, na hilo linamaanisha kwamba tuna uwezo wa kusitawisha na kuonyesha sifa za uungu. Kwa mfano, upendo, huruma na haki, hizo ni sifa za uungu. Upendo, huruma na haki, hizo ni sifa za Mungu. Mungu aliumba vitu vyote, lakini mwanadamu alimuumba kwa jinsi ya ajabu, tena akapewa pumzi na dhamiri. Aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, alimaanisha mtu huyo awe na hali ya uungu ndani yake. Kuwepo kwako wewe duniani kuwakilishe vile Mungu alivyo, wengine waone Mungu kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kuwepo kwetu sisi hapa duniani kama wanadamu kututofautisha sisi na vitu vingine vyote ambavyo ni Mungu aliviumba. Kupitia sisi watu wamuone Mungu. Tunapotafakari uumbaji wa Mungu, tunakumbushwa tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Ndio tumesoma hapo kwenye Mwanzo 1:26. Tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa neno hili tunaona kwamba mwanadamu aliumbwa kwa mfano wa Mungu, na hilo linamaanisha kwamba tuna uwezo wa kusitawisha. Hiyo ni sifa ya uungu. Mungu aliumba vitu vyote, lakini mwanadamu aliumba kwa jinsi ya ajabu, tena akapewa pumzi. Aliposema tumfanye mtu kwa mfano wetu, alimaanisha mtu huyo apewe hali ya uungu, kuwepo kwetu sisi duniani kuwakilishe vile Mungu alivyo. Tukirejea kwenye somo tulilosoma Zaburi 139 mstari wa 14, Daudi anaona iko sababu ya kumshukuru Mungu kwa kumuumba kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Daudi aliona tofauti ya mwanadamu na kitu kingine, hivyo alimshukuru Mungu. Je, mimi na wewe tunatambua hilo? Tumeona ya kwamba ipo sababu ya kumshukuru Mungu. Kila mtu naamini ana majibu. Shida kubwa tulionayo, hatujikubali wala hatujui uthamani wetu. Ndio maana tunaona vitu vingi mwanadamu huyu aliyeumbwa na Mungu kwa sura na mfano wake tunavifanya. Hatujikubali wala hatujiamini.
Ndio maana tunaona vitu vingi ambavyo sasa hivi tunaviona kwa macho yetu. Yule mwanadamu ambaye Mungu alimuumba, tumeenda kufanya kinyume. Tumefika mahali pa kumkosoa Mungu. Tukisoma Warumi 1:26 na 27, Warumi 1 mstari wa 26 na wa 27, neno la Mungu linatuambia, hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao na aibu, hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao vivyo hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wao, wakayatenda yasiyompasa, wakapata nafsini mwao malipo ya upotofu wao yaliyo ya haki. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatukumbusha hapa, na ndiko tuliko na ndiyo tunayoyafanya, kwamba tumeacha vile asili ambayo Mungu alituumba kwa sura na kwa mfano wake. Nikawa najaribu kutafakari hili neno la Warumi, nikawa ninaona jinsi ambavyo tunafanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu. Nikawa nafikiri habari ya wanawake, hapa kaanza kuzungumza habari ya wanawake. Nikawa naona mambo ambayo mengi ambayo wanawake tunayafanya, tunaharibu uumbaji wa Mungu. Tukumbuke kwamba neno linalotuongoza linasema kwamba tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Ni kweli, ukijiangalia wewe ni tofauti na kiumbe kingine chochote, lakini wanawake bado hatujaridhika. Ndio maana sasa tunaona jinsi ambavyo tunabadilisha, tunajaribu kujipaka vitu ambavyo vinatutoa kwenye ule uungu wa Mungu. Tuamini ya kwamba Mungu yeye yuko mbinguni na Mungu ni baba yetu, ndio aliyetuumba, na sisi ni Mungu wadogo tuko duniani. Na furaha ya Mungu au tumanio la Mungu ni kuona ya kwamba tunayafanya yale yanayompendeza Mungu, ili watu wengine wote waweze kumwona Mungu kupitia mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imekuwa ni kinyume. Tunaona sasa tunavyojiweka makope. Ukimwangalia mtu unashindwa kuelewa huyu ni mtu gani. Ukiangalia kucha ndo zimebandikwa, unashindwa kuelewa ni pepo umekutana nalo au ni kitu gani. Huko kichwani ndio usiseme. Tumejisiriba, ukiangalia uso unashindwa kuelewa ni nini. Watu wazima unashindwa kumwelewa ni mtu mzima au ni mtoto. Wakati mwingine unaweza kukutana na mtu alivyojibadilisha, unasikia tu sauti lakini umuoni. Unaishia kutafuta huyu mtu anayeongea, mbona nasikia sauti yake lakini simuoni. Ni kwa sababu gani? Hajajikubali, hajajiamini. Ameshajibadilisha akawa kitu cha ajabu cha kushangaza. Tunamkosoa Mungu. Ina maana tunaona Mungu yeye alikuwa hajielewi labda au afanye nini. Ndio maana tumefika mahali pa kufanya hayo tunayoyafanya. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie watu wa Mungu. Tuelewe ya kwamba tunaharibu uumbaji wa Mungu. Jinsi ulivyo, jikubali. Jinsi nilivyo, nijikubali. Nijue ndivyo Mungu alivyokusudia mimi niishi. Akazungumzia kwa habari ya wanaume jinsi ambavyo wameacha matumizi yao ya asili. Tunao watoto, tunao wababa, tunawaangalia. Tunaona kwenye simu, tunaona kwenye TV. Jinsi ambavyo watoto wetu wa kiume, si watoto, tunao wababa, nao wameona wasibaki nyuma. Wanaume wanaenda saluni. Zamani watu tunaona wanaume wanaenda kunyoa. Hawakuishia hapo. Wanaenda wanafanywa scrub, mwanaume anasuguliwa uso, unatakata. Hakuishia hapo, akaamua toboe na sikio avae reni. Anaona Mungu wewe ulikosea. Hakuishia hapo, akaamua suke na nywele. Ukiangalia sana, kuna lips siku hizi wanaume, kuna namna sijajua ni sindano inachomwa au ni kitu gani. Unaona lips, mdomo wa mwanaume una shine, unang'aa, mwingine kama pinki fulani na nini, kama mnaangalia vizuri. Bado wanaume hawajajikubali. Yesu atusaidie. Ni mambo ambayo tuko nayo katika jamii. Neno kichwa kinachotuongoza kinasema tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Tena tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hatujaridhika, hatujajikubali. Ndio maana tunaona hayo yote yanayoendelea. Nikawa najaribu kutafakari ni nini sasa wa baba au watoto wetu wa kiume ambao tumeshaamua kujibadilisha jinsi tulivyobadilisha. Hivi unafikiri mwanaume ameamua kusuguliwa uso vizuri, kucha zinasuguliwa zinatakata, yani hutaki uchafu, unataka maisha fulani hivi marahisi kwenye kiyoyozi. Ni kweli umesoma, haujapata kazi. Sasa yale maisha ambayo umeshajisiriba hivyo, umeshajifanya ukawa kama mdada, unategemea nini? Ndio tunasikia sasa ndoa za jinsia moja. Maana mwanaume anavutia, ukimtazama mwanaume ukimwangalia na mwanamke uelewi ni nini.
Ni kwa sababu gani? Hatujajikubali kwamba mwanaume jinsi nilivyo, niingie kazini, nitafute hela, niweze kuitunza familia yangu, niridhike jinsi nilivyo. Hatujajikubali. Tunaona Mungu, wewe hapana. Yamkini ulikuwa nje ya wakati. Sasa hivi tunaenda na wakati. Ndio tunasikia ndoa za jinsia moja. Wamama nao tunasikia tunaoana, tunasagana, tunavisikia vitu vinavyoendelea, tunaviona, na wakati mwingine tuko navyo kwenye nyumba zetu. Sisi ni mashahidi. Ukiwa unaongea usifikiri tu ni kwa jirani, kule kwangu, kule kwako, tunaona yanayoendelea. Mwanaume, mtoto wa kiume anapaka mafuta zaidi ya aina 5. Kuna ya kupaka mikononi tu, mikono iwe soft, yani akikushika usisikie mkwaruzo wa aina yoyote. Sasa ataweza kwenda kushika sururu huyo? Ataweza kuchukua simenti? Ataweza kuchukua tofali? Hawezi. Kwa sababu gani? Anataka maisha soft, laini. Sasa anayapataje? Ndo anavuta huko ndani na mbaba mwenye hela yake, au mama anamvuta majima masijua anaitwa mashangazi. Unamvuta kijana, mtoto wako. Tusicheke watu wa Mungu, ni vitu vinavyosikitisha. Tunaharibu uumbaji wa Mungu. Mashangazi tunawavuta vijana, badala kijana akatafutia mtu wa saizi yake akamuoe, unakuja kutana na kana bishangazi. Wa mama, Mungu atuhurumie. Tumeacha waume zetu, tunatembea na vijana wadogo. Mungu akitutazama anatuonaje? Hatujaridhika, hatujikubali. Ndo haya tunayoyaona sasa. Nikawa namtafakari sana Daudi aliposema, ninamshukuru Mungu kwa sababu ameniumba kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Nikaona hakika bado hatujatambua neema hiyo. Tuna vitu vingi tunamkosoa Mungu. Kila mtu Mungu aliyemuumba amemuumba kwa kusudi na kwa mfano wake. Uwe mweupe, uwe mweusi, uwe mrefu, uwe mfupi, uwe mwembamba, uwe mnene, hivyo ulivyo ndivyo Mungu alivyotaka uwe. Ndivyo Mungu alivyotaka niwe. Wanawake sasa hatuchoki na sisi. Maarifa yameongezeka, mambo yamekuwa ni mengi. Tunatumia yale maarifa vibaya. Unasikia mtoto anaenda kufanyia operation surgery, anaongeza shape. Ukiangalia shape uelewi ni kitu gani sasa. Ni yule mtoto wangu niliyemuumba au ni kitu gani? Anataka ziwa liwe ziwa, au ukimwangalia ukugeuka ndio unachanganyikiwa, unashindwa kuelewa ni kitu gani. Nikawa najaribu kufikiri hivi, katika hali ile ni operation ile unafanyiwa na nafikiri labda kuna vitu wanavyotumia ili wewe usisikie yale maumivu. Haya, ukapita moja kwa moja, usirudi sasa ili uifurahie ile shepu. Ndio imeenda hiyo. Katika dhambi, katika kumkosoa Mungu, ndio umekufa. Haya, mchungaji anakuja kusema nini? Bwana alitoa na Bwana ametoa. Au tutasemaje sasa? Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Ndiyo dunia tuliyopo ya kumkosoa Mungu, ya kumwona Mungu kwamba hakuweza. Unaweza kukutana mtu mwingine akwambia, nafikiri wewe Mungu alivyokuumba ilikuwa ni siku ya Jumapili, alikutengeneza vizuri. Haya, aliyeumbwa Jumamosi ni nani? Kwamba labda Mungu alichapia tu kwa sababu alikuwa amechoka akaamua pumzike. Hapana, hatujikubali. Sasa hivi tumefika mahali pa kuona ya kwamba yani kuliko nikutane na mtu huyo ambaye Mungu amesema amemuumba kwa sura na kwa mfano wake, bora nikakutana na mnyama. Maana mwanadamu atakufanya hakuna. Ndivyo Mungu alivyokusudia. Ndio lengo la Mungu kutuumba. Anasema tuwe na sifa ya uungu. Sifa ya uungu ni upendo, huruma na haki. Kwanza sisi wenyewe hatujipendi. Unaanza kumpendaje mwenzako? Sisi wenyewe tumeshajikataa. Yaani ukikutana na mama ameshalewa, ameshakuwa kitu cha adabu, anapepesuka, yani hajielewi. Familia hatuwezi kuzitunza. Mungu aliniumba mimi na wewe mama mwenzangu kwa kusudi kamili. Akatupa na neema kupata watoto wa kike na wa kiume, akatupa na wale watoto wa mama mkwe. Huyo mume wako unaishi naye ni mtoto wa mama mkwe wako. Unamtunza inavyotakiwa?
unamtunza inavyotakiwa? Wale watoto ambao Mungu ametupa, tunawatunza inavyotakiwa? Tuko bize tunatafuta hela. Tasikia mtu akisema mimi ndio baba, mimi ndio mama. Sasa unashindwa kuelewa mama, mbona simuelewi? Kwa hiyo saa hiyo ni mama na baba, kwa hiyo ana viungo vyote pale na nini na kila kitu. Mimi ndio baba, ndio mama, niko bize natafuta watoto. Huko ana mume eti nyumbani kwake, lakini ameshajiita baba na mama, ameshamuoa yule mtoto wa watu na kumzika. Hayupo kwenye kumbukumbu za dunia. Mama kasimama pale, ndio baba ndio mama. Wewe Mungu alituumba saa ngapi tukawa baba na mama? Mimi ni mama, mimi ni mke, ubaki hapo hapo kwenye nafasi yako. Ndivyo Mungu alivyokusudia. Mume awe atawe cha namna gani, unayemwona wewe afai lakini mwanzo ulimuonaga anafaa, ni mume wako, ni baba wa watoto wako. Wewe ndio unatakiwa umfanye akae jinsi inavyotakiwa. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu. Watu wa Mungu, tumezaliwa katika familia za baba na mama. Tumeyaona maisha wazazi wetu walioyaishi, maisha ya kuvumilia. Walikuwa waishi mteremko hivi kama tunavyotaka, walivumilia eti bado heshima ikawepo ya baba na mama. Walijua, walitunza uumbaji wa Mungu. Mimi niliishi na bibi yangu sana, akaniambia mwanaume hata akiwa mjinga, akikapo nyuma ya mlango utakuwa unaheshimiwa. Jaribu kumdharau au afe ndio uone mziki wake utakavyokuwa. Yaani awe atakavyokuwa, bado ni baba na heshima itakuwepo. Lakini bado hatujatambua. Tunaona Mungu labda alikosea kusema mwanamke aolewe na mwanaume. Labda tulitaka mwanamke ndio amuoe mwanaume, sijajua. Mungu atusaidie wa mama. Na nyie wa baba, mtambue nafasi zenu. Msishie tu kusema siku hizi wanawake bwana ndio wanaoongoza. Siku hizi bwana sisi hatuna sauti. Kwa nini huna sauti? Sauti yako imeenda wapi? Simama kwenye nafasi yako, koroma. Hata kama huwezi kuongea, gonga mlango, familia ijue baba yuko hapo. Jitutumue, wewe ni baba, utabaki kuwa baba tu. Iwe itakavyokuwa. Hauna sauti, imeenda wapi? Piga mlango, wajue baba yuko hapa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Hebu turudi watu wa Mungu. Tuungane na Daudi. Tuone ya kwamba iko sababu ya kumshukuru Mungu. Tumeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Tuelewe Mungu yuko mbinguni, sisi tuko hapa duniani ni Mungu wadogo. Haujawahi kusikia mtu anaweza akafanya jambo ukasikia kweli nimemwona Mungu kupitia fulani? Ni wangapi wanaosema nimemwona Mungu kupitia dada fulani, nimemwona Mungu kupitia baba fulani? Ni pale utakapokuwa na moyo wa upendo, moyo wa huruma. Unaposimama katika haki, unapojikubali. Hebu tuachane na biashara ya kujikataa bwana. Mungu alituamini, akatuumba kwa namna ya ajabu kabisa. Nimetoa mfano wa twiga. Twiga ni mzuri, anatembea kwa madaa. Kuna na pundamilia naye ni mzuri. Naye ni mzuri, anavutia. Lakini mimi na wewe tuna utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Tuna utofauti, tujikubali. Tuone ya kwamba kila kiungo kilichoko katika mwili wetu, kama tulivyosoma pale kwenye Wakorinto, kina sababu. Kucha ulizonazo ni nzuri, zina sababu. Uking'oka kucha, jaribu kujikuna, uone utajikunaje. Jikune, huo ukucha umeng'oka. Unaweza ukaudharau, lakini una sababu. Unaukata ukucha wako vizuri na unashangaa unaota. Unafikiri ni nini? Ni mboga nzuri za majani unazokula? Ni matunzo mazuri? Hapana, ni uumbaji wa Mungu. Unanyoa nywele zako vizuri, zinaota vizuri. Huyo ni Mungu. Umesuka rasta yako, hebu ipunguze uone kama itaota. Haiwezekani. Muumbaji yuko hapo, alikuwa anaifanya kazi yake. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujikubali, tujiamini, tuone ya kwamba iko sababu ya kumshukuru Mungu. Usiangalie mtu anasema nini. Shida yetu tunataka kuwafurahisha wanadamu. Mtu akuona aseme wow, kwa kweli alivyojipamba ametisha bwana. Hapana wewe.
Tamani Mungu akufurahie kwamba jinsi fulani alivyo, yes, ndio yule mtu niliyemuumba, ndiye yule mtu niliyemkubali, ndio yule mtu niliyemtengeneza. Ukataka wanadamu wakufurahie, unaangamia ndugu yangu, unaangamia. Mimi nijikubali tu jinsi nilivyo, imeisha hiyo. Ndio Mungu alivyoona ya kwamba yatosha sasa, yanawe afanane jinsi alivyofanana. Haya vingine vya kazi gani mimi? Embu na wewe ujikubali, baba jikubali, kijana jikubali, uone ya kwamba hakika Mungu wewe ni muumbaji, wewe ni fundi. Hakuna kama wewe Mungu wetu, hakuna mwanaume kama wewe. Ni nani anayeweza kuyafanya mambo ya ajabu na ya kutisha kama Mungu wetu? Ni kweli tunaona maarifa yamezidi, tunaona huko nje maroboti yanatengenezwa. Sijui juzi nikaona tena kwenye taarifa habari roboti linasaidia madaktari kwenye chumba cha operation, lakini lile ni roboti. Halitumii damu, linatumia mashine. Mungu akiamua kuzima hiyo system, hakunaga roboti hapo. Anabaki mtu kama mtu. Na ujue Mungu ni engineer sasa wa maengineer. Hakuruhusu kwa wale watu ambao tunaona wana akili kuliko sisi kupulizia ile pumzi. Yaani watahangaika watakavyohangaika, lakini Mungu hataruhusu hilo. Ili tujue sasa Mungu ndiye pekee anayestahili kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Na ukimwamini na kumkubali, hakika utayaona matendo makuu ya Mungu katika maisha yetu. Tusome ule waraka wa kwanza wa Yohana 2:15. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 15. Ninasoma kwa msaada wa Bwana. Neno la Mungu linasema, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Tusiipende dunia wala mambo yaliyo kwenye dunia, maana mimi na wewe tukiipenda dunia, kumpenda Baba ambaye ni muumbaji hakutakuwepo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tumeipenda dunia, tukayapenda mambo yaliyo katika dunia. Dunia hiyo ni ya Mungu. Tukaacha kumpenda aliyeitengeneza dunia, tukapenda vitu vilivyoko kwenye dunia. Haya, huyo mwenye dunia yake akiamua kuifanya atakavyoifanya, tutakimbilia wapi? Au wenye maarifa wakaondoka, hivyo tunavyovitegemea vikaondoka, nikabaki mimi kama mimi na Mungu muumbaji. Ndio tutarudi sasa kwa kutetemeka kumwambia Mungu, hatukujua, Mungu tusaidie, Mungu tulifanya hivi na vile. Kweli, lakini Mungu ni wa huruma jamani. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Kweli Mungu ni wa huruma eti. Pamoja na hayo yote, ukirudi kumwambia Baba nimekosa, anatusamehe. Maana amesema ndio sifa yake, upendo, huruma na haki. Alijua eti kwamba tuko spidi. Ndio maana anasema bila huruma hapa hakuna kitu. Kwa upendo huo akamtuma Yesu kuja kutuokoa. Maana aliona kabisa hii kazi yangu ya uumbaji itakuwa ni kazi bure. Hebu fikiri, Yesu asingekubali mateso, asingekubali aibu, asingekubali kudharauliwa, ni nani angeenda mbinguni? Ni nani angeenda mbinguni? Nani kanyosha kidole? Nauliza, bila Yesu kukubali aibu na mateso na kudharauliwa, kuna mtu angeenda mbinguni? Watu wa Mungu, ni kwa ajili ya upendo wa Mungu. Na amesema ndio sifa yake huyu Mungu wetu muumbaji, sifa yake ni upendo. Akamtoa mwanawe Yesu asiyekuwa na dhambi, mwana wa Mungu mtakatifu, akakubali kuishi duniani kama mimi na wewe. Haikuishia hapo, akakubali mateso ya msalaba. Tukionaga igizo huwa tunalia. Huyo ni mwanadamu tu anajaribu kuigiza, lakini hata uwawi. Aya, tungeona huyo Yesu ambavyo alikuwa anateswa mpaka jasho la damu likatoka, tungefanyaje?
Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Tuone ya kwamba jinsi ambavyo Mungu alivyotupenda. Akamtoa Yesu, yuko pale mwana wa Mungu. Anasema Baba wasamehe, watarudi, watatubu. Yamkini ni ujinga wao tu umewafanya wakajibadilisha kama walivyojibadilisha. Yamkini ni tamaa tu za miili yao imewafanya wakafanya jinsi walivyofanya. Baba wasamehe, Baba wahurumie. Na sisi leo tuko hapa kama wamama, kama wababa, kama vijana, tunaomba Mungu atuhurumie. Tuseme hakika Mungu tumetambua tumekukosea, hatujajikubali. Kuna namna ambavyo tumeona hukutuumba vizuri tukaenda kinyume. Baba tuhurumie. Leo tumerudi. Bwana Yesu asifiwe. Leo kama ni dunia nzima ndio kilele cha maombi, na neno linalotuongoza dunia nzima ni kwamba nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu. Hebu fikiri, wakatokea watu kadhaa au wote basi kwa huruma za Mungu, tukatambua kwamba tumekosa, tukaungana na Daudi kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu aturehemu. Unafikiri ni nini kingetokea katika ulimwengu huu? Tungeona mabadiliko makubwa. Na mimi leo ninawasihi watu wa Mungu, hebu tuone sababu ya kwamba kweli tumekosa. Kweli Mungu tusamehe. Tukifika mahali pa kumsamehewa, tushukuru, tuungane na Daudi. Tumwambie Mungu tunakushukuru kwa sababu umetuumba kwa namna ya ajabu, na mimi ninayafurahia matendo yako na nafsi yangu yatambua hayo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nikawa ninajaribu kufikiri katika maisha haya, katika kutafakari jinsi ambavyo Mungu ametuumba kwa namna ya ajabu. Tunaamini Mungu alitumia muda wake mwingi, alitumia utulivu wa kutosha, ndio maana tukatokea hivi tulivyo. Nikafikiri katika maisha haya tuna heka za maisha. Mama unaamka sijui saa 10 sadala, mara sijui umeajiriwa wapi, umepanda umeshuka, marejesho yamesimama hapo, ada ya mtoto ndio inakuvuruga kabisa, yani umechanganyikiwa huko hivi. Ukifikiri huko kwenye nyumba za kupanga, yani kichwa kinawaka moto. Sasa Mungu akaachilia neema. Unajua Mungu ni waajabu Kweli Mungu ni waajabu. Yani haijalishi. Utashangaa tu utafanya mambo, Mungu atakubariki. Alafu katika pilika hizo ukapata neema. Ununua kiwanja chako, umejenga nyumba yako kwa jinsi ulivyotamani nyumba yako iwe. Umeshabarikiwa zako watoto wako wa kike na wa kiume, uko pale unamshukuru Mungu. Weka na tiles, weka na paving, paka rangi nzuri. Nyumbani unaona yes. Nani kama mimi Bwana? Wakipiga hodi kule waseme hapa ni kwa Moshi. Na mimi ni mwanaume nimeamua kufika hapa, nilifanya nini? Hebu fikiri ulipokuwa unapambana, yamkini hata ulikopa na hela ukatamani uwe na kwako hujarejesha. Uko zako hapo sijui ni TV unaangalia taarifa habari, sijui ni kitu gani unafanya. Mtoto wako anaingia na vijana wenzake. Uko zako hapo vunja chini, wanashangaa unaanza kupasua tiles, wengine wanatoa rangi kwenye ukuta, wengine wanafanya wanavyofanya, yani wanafanya ule uharibifu kisawasawa. Uko hapo baba na mama, mngemfanyaje yule mtoto wenu? Mngemfanyaje? Anavunja nyumba yako, ungefanya nini? Na umejenga, unadaiwa mkopo. Polisi wako wapi? Ita polisi. Wewe hata kama una nyundo unaweza ukampasua kichwa. Yaani unafanya hakuna balozi, sijui mwenyekiti, sijui yaani mpaka polisi waje ulishaua. Haya sasa, ni mimi na wewe tulivyoumbwa na Mungu. Hatukumshirikisha kwamba Mungu ulituumba vibaya, ngoja tujitengeneze kwa namna fulani. Tumeanza tu siriba mama, paka unayopaka, toboa unavyotoboa kila mahali, fanya nini. Mungu yuko pale, anatutazama, anatuhurumia, anasikitika. Yesu yuko, Baba wasamehe, msamehe, atarudi, hajui. Yamkini ni dunia ameipenda kuliko alivyokupenda wewe, msamehe.
Mpe neema nyingine moja kuweza kutambua hilo analolifanya. Yuko pale anatuombea. Lakini wewe kwa uchungu wa nyumba yako umeshamuua mtoto. Haya, Mungu angekuwa na hiyo hasira, tungekuwepo. Ni dakika kama tishu ikigusa maji kidogo, haifai tena. Kwa hiyo na Mungu chap angetumaliza. Lakini bado anatuhurumia kwa sababu ndio sifa yake. Bwana Yesu asifiwe. Piga makofi kwa Yesu. Amina. Yes, huyo ni Mungu. Huyo ni Baba mwenye upendo, mwenye huruma. Sasa hivi unasikia mama, mtoto kala mboga, unafanya unavyofanya. Choma, fanya nini? Baba, ukishikwa na hasira zako unaingia na mlango, utakachokifanya utajua we mwenyewe. Tuna hiyo sifa ya uungu, watu wa Mungu. Hebu tujitafakari. Tuna hiyo sifa ya uungu. Huruma, upendo na haki ndio sifa ya uungu. Bwana Yesu asifiwe. Huruma, upendo na haki ndio sifa ya Mungu. Mungu atusaidie tuweze kutambua thamani yetu alivyotuumba kwa namna ya ajabu. Tuone iko sababu ya kumshukuru Mungu kama Daudi. Mungu ametuumba kwa jinsi ya ajabu na kutisha. Anatulinda na kututunza kwa upendo wake wa pekee. Swali, tunapata nafasi ya kutafakari uumbaji wa Mungu na matendo makuu anayotutendea kila siku? Kila mmoja atakuwa na majibu yake mwenyewe. Je, tumepata nafasi ya kumshukuru Mungu inavyopasa? Daudi akasema, nitamshukuru Mungu kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu na nafsi yangu yajua sana. Amen. Tuombe. Baba mwema, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu, Mungu muumbaji wa vitu vyote. Lakini mwanadamu ukamuumba kwa upekee, kwa sura na kwa mfano wako. Hivyo Mungu, tunajua tumekosa, tunaomba utusamehe. Leo tunaungana na Daudi kusema ya kwamba tunakushukuru kwa jinsi ulivyotutofautisha na vitu vingine vyote. Asante kwa neno lako. Asante kwa kuwa ninaamini kile ulichokusudia watoto wako wasikie wameenda kusikia. Basi Roho Mtakatifu kazidi kutufundisha na kutukumbusha. Kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen.